makhatibu katika mazungumzo yao yote watakayozungumza, lazima neno ittaqullah ndilo wanaloanza nalo mazungumzo yao kwa waislamu wenzao. Huu ni usia ambao waislamu wanatakiwa kuhusiana, na usia huu ndio usia ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia waja wake wote. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake yote aliyoishi na masahaba wake na wafuasi wake, usia huu wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio ulikuwa umetawala katika mazungumzo yake yote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, hakika tumewahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi pia, an ittaqullah, kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Msemo huu ittaqullah, wanatuambia wataalamu kwamba ndani ya Qur'ani kwa uslubu huu au kwa njia hii umekuja mara 9. Ittaqullah, 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 mara 9 ndani ya Qur'ani. Lakini neno taqwallah kwa vinyambuliko vingine vya kilugha ya Kiarabu imekuja mara chungu nzima. Hii yote ni kuonyesha kwamba usia huu ni kwa namna gani ulivyokuwa muhimu kwenye maisha ya Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala bali ameutoa usia huu kwa wanadamu wote kabla ya Waislamu, bali wanadamu wote pia Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia usia huu na akawakumbusha mambo ambayo yanatakiwa yawapelekee kwenye kutekeleza usia huu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anautoa usia huu kwa wanadamu wote. Ya ayuhan nas, enyi watu, ittaqu rabbakum, mcheni Mola wenu. Huyu Mola wetu ambaye tunatakiwa tumche, sababu zipi ambazo zinapelekea tumche yeye? Mwenyezi Mungu anatutajia na anatukumbusha zile sababu. Ndio wanawachuoni wa Kiislamu wanapoigawanya ile tauhidi, yani kule kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wanapogawanya mafungu yake matatu, tauhidul uluhiyya, tauhidur rububiyya na tauhidul asma'i was sifat, wanasema kwamba tauhidur rububiyya ndiyo inayotakiwa kumchukua mtu impeleke mpaka kwenye tauhidul uluhiyya, kwa sababu tauhidul rububiyya ni kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa vitendo vyake na kumpwekesha kwa vitendo vyake hivyo, tusimshirikishe katika vitendo hivyo. Lakini vitendo hivi ambavyo ni vya Allah, ambavyo amevifanya na anavifanya kwa waja wake, ndivyo hivi vinavyotakiwa kumchukua mwanadamu. Kama Allah ndiye anayefanya haya yote, basi hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Kwa hiyo tauhidur rububiyya ituchukue itupeleke kwenye tauhidul uluhiyya, kwenye vitendo vyake itupeleke mpaka kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwa vitendo vyetu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha wanadamu, huyu ambaye mnatakiwa kumcha ndiye ambaye amewaumba nyinyi. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum, mcheni Mola wenu ambaye amewaumba.
walladhina min qablikum, na wale ambao ameumba wale ambao walikuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, alladhi ja'ala lakumul arda firasha, ambaye huyo ambaye mnatakiwa kumwabudu ni yule ambaye amewatandikia hii ardhi imekuwa kama godoro ambalo mnaweza kufanya kila kitu mnachokitaka. Wasamaa binaa, na akawekea mbingu kwa kama ni jengo ambalo limewafunika. Hakuishi hapo, wa anzala lakum minas samai maa, kisha akawateremshia mvua kutoka mawinguni. Fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, kisha akawatolea mimea tofauti tofauti kuwa ni riziki kwenu kutokana na hiyo mvua. Basi kwa yote haya, kwanza ittaqu rabbakum, mcheni Mola wenu huyo ambaye anawafanyia mambo yote hayo. Fala taj'alu lillahi andada, mwisho msimtengenezee miungu wengine. Kwa hiyo usia wa ittaqullah, mcheni Mola wenu, mcheni Mwenyezi Mungu, ni usia ambao ndipo kwenye lengo na kwenye siri ya mwanadamu kuwepo katika dunia hii. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akawahusia waliokuwa kabla yetu na sisi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam maisha yake yote yamejaa usia huu, ittaqullaha wa a'dilu fi auladikum, mcheni Mwenyezi Mungu na mfanye uadilifu kwa watoto wenu. Ittaqullaha katika kila sehemu. Mtume sallallahu alayhi wasallam usia anaotoa mwingi kabisa ni ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Na ndio maana Waislamu wameupokea usia huu, ikawa kwa uchache siku ya Ijumaa haiwezi kupita bila watu kuambiana ittaqullah, lakini watu wanatakiwa waambiane kila wakati. Lakini leo neno ittaqullah limekuwa kama tusi, yani mtu mwenzako akikwambia mche Mola wako, unaona kama amekutukana, kama vile anakuhisi wewe sio Muislamu safi ndio maana akakwambia mche Mola wako. Hapana, huu ni usia ambao tunatakiwa Waislamu tuhusiane kila tunapokutana, kila tunapoonana, katika mazungumzo yetu, mazungumzo yajaye usia huu. Kwa sababu gani? Usia huu ndio wenye siri. Siri iko wapi? Katika surat Al-Imran inapatikana siri ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lilmuttaqin. Mwenyezi Mungu anawaambia Waislamu, kimbilieni, fanyeni haraka, mkimbilie msamaha wa Mola wenu na mkimbilie pepo ya Mola wenu ambayo upana wake ni sawa na upana wa mbingu na ardhi. Pepo hii ipo kwa ajili ya kina nani? Allah anasema uiddat lilmuttaqin, pepo hii imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu tu. Yoyote atakayesifika na sifa ya taqwa Allah ndiye mwenye kustahiki kuipata hii pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndipo kwenye siri kwa nini usia huu unatakiwa uenee. Kwa nini usia huu umechukua nafasi kubwa katika kitabu cha Allah? Kwa nini usia huu umechukua nafasi kubwa katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu ndipo kwenye lengo la mwanadamu analotakiwa kulifikia ili aweze kufanikiwa. Imekuwa ni kawaida sasa hivi kumsikia mtu asema bwana, kuna watu wengine wacha Mungu bwana. Yani yeye anajitoa. Si mbaya kuacha kujisifia, lakini ubaya utakuja kwamba wewe ukajitoa kabisa kwamba wewe haumo wala wewe huhusiki. Ukifanya hivyo, ndugu yangu, unajipeleka sehemu ambayo sio unayostahiki. Bali kila Muislamu anatakiwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu matamanio au matarajio ya Muislamu, mwisho wa matarajio yake ni kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuepushwa na adhabu za Allah. Pepo ya Allah tunaipataje? Allah anasema uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala hakutuacha hivi hivi katika swala la ucha Mungu. Akatupa vigezo na sifa
Kwa sababu Muislamu ukisikia maneno kama haya unapata fikra, sasa mimi nitakuwaje mcha Mungu? Nitafanyaje mpaka nifikie katika ucha Mungu? Mambo gani niyafanye ili niwe mcha Mungu? Ni mambo mepesi kwa yule ambaye atamwepesishia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema katika mlolongo huu wa hizi aya katika surat Al-Imran, baada ya kusema uiddat lilmuttaqin, pepo hii imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Allah anataja baadhi ya sifa za wacha Mungu ambazo wanatakiwa kuwa nazo. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra. Sifa ya kwanza ni wale ambao wanazitoa mali zao katika hali zao zote, hali za raha na hali za shida. Muislamu mcha Mungu ni yule ambaye katika maisha yake ana sifa ya utoaji pesa yake kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah. Na tena kutoa kwenyewe hatoi katika hali fulani hatoi, hapana. Anatoa katika hali zote. Kwa maana gani? Kwa maana Muislamu anachokiangalia ni kiasi na namna tu ya utoaji, lakini sifa ya utoaji Muislamu anakuwa nayo wakati wote. Siku anaweza kutoa shilingi 5, anatoa shilingi 5. Siku shilingi 5 imekuwa ngumu kutoka, anatoa shilingi 1. Siku mambo yamekaa sawa, anatoa 100. Siku mambo hayajakaa vizuri, anatoa 50. Hivi ndivyo Muislamu alivyo. Muislamu haachi kutoa, kwa sababu kutoa ni moja katika sifa za wacha Mungu. Ukiacha sifa hii, maana yake unajitoa katika kundi la wacha Mungu na unajitoa kwenye ile nafasi ya uiddat lilmuttaqin. Kwa hiyo Muislamu usikae ukasema wako watakaotoa. Utoaji katika Uislamu sio sifa ya matajiri. Utoaji katika Uislamu ni sifa ya Muislamu, awe tajiri awe maskini, maadamu ni Muislamu ana sifa ya kutoa. Ndio maana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unaweza ukasoma visa, matukio ya ajabu yaliyotokea wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume kaitisha mchango, watu wanatoa, sahaba anajikuta sina kitu. Kuna kina Uthman bin Affan, kwa Uislamu wao na utajiri wao wakatoa katika nafasi yao. Kina Talha na wengineo katika matajiri wa kiswahaba. Yule bwana hana cha kutoa, akatoka msikitini kimya kimya, akaenda kutafuta vibarua vya kufanya. Angalia Muislamu huyu anapewa ujira gani katika kibarua alichoenda kufanya? Anapewa kibaba kimoja cha tende. Kibaba ni hii mikono kuifanya hivi, alafu ujazo wa hii mikono ndio kibaba. Huu ndio ujira aliopewa. Yule bwana anakwenda nyumbani, kibaba cha tende kile anakigawanya sehemu 2. Sehemu moja anaiacha nyumbani kwake, sehemu moja anapeleka kwa Mtume ambaye, ya Rasulullah, na mimi nimeleta mchango. Hawa ndio Waislamu. Kila mmoja anasimama kwenye nafasi yake. Aliyeweza kutoa ngamia 1000 aliwatoa ngamia 1000, wala hakuangalia kuna nani mwingine atatoa. Yeye katoa vile alivyoweza. Na aliyeweza kutoa kibaba nusu ya kibaba cha tende alitoa. Hakusema kwamba kuna watakaotoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kutoa ni sifa ya wacha Mungu, sifa ambayo tunatakiwa tuwe nayo ili tuweze kwenda kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghayz. Katika sifa za wacha Mungu, moja katika sifa zao ni kuzuia hasira. Dunia hii ndugu zangu tunaishi, kuna mambo mengi sana. Kuna mambo mengi sana ya kuudhi. Unaweza ukaudhiwa hata na mtoto wako uliyemzaa. Baba yako aliyekuzaa anaweza akakuudhi. Mkeo anaweza akakuudhi. Jirani yako unaweza kaudhiwa na mtu yoyote. Sisi ni wanadamu. Sasa moja katika sifa za wacha Mungu ambazo Waislamu zitawafanya waipate pepo ya Allah
ni kuzuia hasira zao. Jiangalie Muislamu, unapopata hasira unakuwaje? Unaweza kuizuia hasira yako? Na kuzuia hasira maana yake ni nini? Kuzuia hasira sio kwa maana usikasirike. Kukasirika ni jambo la kimaumbile ambalo mwanadamu ameumbwa nalo. Lazima utakasirika ukiudhiwa. Lakini kuzuia hasira maana yake nini? Ni kuzuia kufanya vile ambavyo vinasababishwa na hasira mtu akavifanya. Vile ukivizuia visitokee, wewe ndio umeweza kuzuia hasira. Wala afina anin nas. Katika sifa za wacha Mungu, wanasamehe. Wanawasamehe watu wengine waliowakosea. Unaizuia hasira, ukishaidhibiti hasira yako, umekaa sawa sawa, hukufanya ule upuuzi ambao unasababishwa na hasira, kinachofuata ni kumsamehe aliyekuudhi. Hizo sifa za wacha Mungu. Na hizi ndio sifa za wanadamu. Ndivyo watu wanavyotakiwa kuishi. Kama tunaishi kwa sifa hizi, dunia inaondoka matatizo. Hivi leo ni kitu gani kinachowafanya baba na mtoto wake wasizungumze? Ni kukosekana hizi sifa. Wewe mtoto, kwa nini humsemi baba yako? Wewe baba, kwa nini unakataa kuomba msamaha na mwanao? Ni hizi sifa hazipo. Na hizi sifa zisipokuwepo, maana yake nini? Wakati huko Allah anasema pepo uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba, nyote mtaingia peponi isipokuwa atakayekataa. Kuingia peponi ni kushikamana na hizi sifa tu za wacha Mungu. Hizi ukishikamana nazo, basi utaingia peponi. Ukikataa, mkuziacha tu hizi sifa. Leo ndugu kwa ndugu, watu wanakaa miaka 2 mitatu hawasemani, hawatembeleani. Akisikia ndugu yake kapata matatizo anafurahi. Sifa zetu ziko wapi? Allah subhanahu wa ta'ala anaitaja sifa nyingine ya ajabu sana, sifa ya wacha Mungu ambayo watu wengi wanaifahamu vibaya sifa hii. Mwenyezi Mungu anasema walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Katika sifa za wacha Mungu, kwa sababu hapa ndipo palipo na ufahamu ambao si sahihi wa baadhi ya Waislamu. Panapotajwa ucha Mungu, wengi tunajitoa katika ucha Mungu. Kwa sababu gani? Mtu akwambia sasa mcha Mungu alafu unakosea. Mtu anahisi wacha Mungu ni mtu anaishi kama malaika. Malaika wameumbwa, maumbile yao hawafanyi makosa. Sisi tumeumbwa, maumbile yetu ndani yake kuna kitu cha kukosea. Kwa hiyo swala la kukosea, mwanadamu yoyote vyovyote awavyo, lazima atakosea. Sasa moja katika sifa za wacha Mungu, walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambao wanapofanya machafu. Neno fahisha linapokuja katika lugha ya kisheria, kitu cha kwanza kinachoingia ni zinaa. Halafu na machafu mengine ndio yanaweza kuingia baada ya zinaa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anaitaja hapa katika sifa za wacha Mungu, walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum, na wale ambao wanapofanya machafu au wakazidhulumu nafsi zao, dhakarullah, humkumbuka Mola wao, humkumbuka Allah, fastaghfaru lidhunubihim, kisha wanaomba msamaha kwa makosa yao walioyafanya. Sifa ya mcha Mungu, anapofanya kosa anaomba msamaha. Sio kwamba sifa ya mcha Mungu ni kutofanya makosa. Hakuna mcha Mungu huyo ambaye anaishi kwenye dunia mpaka aondoke hajafanya makosa, hayupo. Lakini sifa za wacha Mungu si kuamua kwa makusudi naenda kufanya ili niombe msamaha, naenda ili nifanye msamaha. Hakuna, hiyo sio sifa ya wacha Mungu. Ikitokea amefanya, ndio anaomba msamaha.
na si kwamba mtu anapofanya tayari tunamtoa kwenye manhaji, tunamtoa kwenye Uislamu wenyewe kwa sababu amefanya kosa, au mtu mwenyewe baada ya kufanya kosa akakata tamaa, akaona yeye tayari tena akaamua kuvuruga zaidi. Hapana. Muislamu, unapojikuta umekosea, rudi kwa Mola wako haraka sana, omba msamaha, lia, badilisha maisha yako ili ukamilishe sifa za uchamungu. Unapofanya kosa, omba msamaha. Halafu subhanahu wa ta'ala ndio anamalizia sasa akielezea malipo ya watu hawa. Ndugu zangu, kwa uchache sana, hizi ni sifa chache za wachamungu zilizotajwa ndani ya surat Al-Imran, na sifa zenyewe ziko kwenye msingi wa uchamungu, na uchamungu ambao ndiyo lengo kila mwanadamu, bali kila Muislamu anatakiwa apambane afike kwenye lengo hili. Tumezoea kupanga mipango ya biashara, tumezoea kupanga mipango ya shughuli zetu za kiuchumi, lakini hatupangi mipango ya shughuli za kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata kumcha Mwenyezi Mungu kunahitaji mipango, kunahitaji mipango kazi, kunahitaji khutwa, kunahitaji plani. Ujiwekee malengo. Mimi nataka mpaka ikifikia muda huu basi niwe hivi. Katika upande wa uchamungu hivi ndio tutafika. Lakini upande wa shughuli zetu za kibiashara na kiuchumi tunapambana, tunaweka mipango, tunatafuta wataalamu, lakini kwenye uchamungu tunapuyanga, tutakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu tukiwa tumepata hasara. Kwa hiyo tufahamu tu kwamba lengo ambalo Muislamu anatakiwa kulifikia alilowekewa na Mola wake ni kuwa mcha Mungu. Na ndiyo maana usia huu unatakiwa uenee kwenye jamii yetu, bali tuambiane kila tunapoonana kwa kufuata maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ili tuwe wacha Mungu, sifa ndio hizi. Wala hakuna uchawi wa aina yoyote ya kufanya, hakuna miujiza yoyote zaidi ya kuwa nazo tu hizi sifa. Mcha Mungu sio mpaka mtu aruke kwamba akitaka kwenda Dar es Salaam sasa hivi afanya mguu hivi afika Dar es Salaam. Huu si ucha Mungu, mambo mengine. Ucha Mungu ni kushikamana na hizi sifa alizozitaja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله. Ndugu zangu, na wahusia tena na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah ametuwekea kila kitu wazi. Katuwekea tunavyotakiwa kufanya, katuwekea na pale tutakapofika baada ya kuvifanya vitu hivi. Allah katika anapotaja hizi sifa za wacha Mungu, kila baada ya kuzitaja katika sura mbalimbali, mwisho anamalizia nini tutavuna kwa kujipamba na sifa hizi. Ukiangalia mwanzo wa suratul Baqara, Allah alipotaja sifa za wacha Mungu, mwisho wa sifa hizi akasema ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Watu wenye sifa hizi hawa ndio wako kwenye barabara safi, uongofu kutoka kwa Mola wao, na hawa ndio wenye kufaulu. Sote tunatafuta kufaulu. Hakuna siri zaidi tu ya kujipamba Muislam na sifa za uchamungu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutajia katika maeneo tofauti tofauti. Katika suratul Anfal, baada ya Allah kutaja sifa hizi za wacha Mungu, mwisho akasemaje?
walahum darajatu inda rabbihim wa rizqun karim. Mwenyezi Mungu anamalizia anasema watu hao wenye sifa hizi, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Hao wenye sifa hizi ndio waumini wa kweli, na hawa ndio watakaopata daraja za juu mbele ya Mola wao na riziki iliyo nzuri. Katika aya za Ali Imran tulizozisoma leo, Mwenyezi Mungu anasema ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, watu hawa malipo yao kutoka kwa Mola wao ni msamaha kutoka kwa Mola wao, tena na riziki vile vile ipo. Wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Allah anamalizia kila anapotaja sifa za uchamungu, anamalizia kwa kufaulu. Hakuna siri nyingine ndugu zangu, hakuna maajabu kwamba labda wewe unatakiwa kuwaje wala kuwaje wala kuwaje. Wewe nenda kaisome suratul Bakara mwanzo uone sifa za wachamungu zilizotajwa ni zipi. Nenda kasome suratul Anfal mwanzo uone sifa za wachamungu zilizotajwa ni zipi. Nenda kasome surat Ali Imran, angalia sifa za wachamungu zilizotajwa ni zipi. Soma suratul Mu'minun, angalia ni sifa zipi za waumini. Ni sifa za kawaida ambazo kila Muislamu anatakiwa kujipamba nazo. Alafu angalia mwisho wa mazungumzo hayo, Mwenyezi Mungu anatangaza kufaulu kwa watu watakaojipamba na sifa hizi. Hakuna maajabu. Watu wanahisi uchamungu sijui ni kufanya mambo gani sijui. Ni wewe tu kujipanga na kujiwekea mipango. Huwezi tu ukalala ukaamka ukawa tayari ni mcha Mungu. Lazima uwe na mipango, uwe na plani ya kufikia kwenye ucha Mungu. Na insha Allah baada ya miezi michache tutaingia katika ule mwezi maalum ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuweka ili tuweze kufikia kwenye ucha Mungu. Hapa weka mipango yako ili uweze kufika. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن صحابة رسولك الكرام أجمعين، وخاصة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان